tunapokuwa tumetoka nyumbani, tumetengenezwa, tumesetiwa, tumesuka kama hivyo unavyoona hivi. Ndio, unakumbe washwa. Yaani wanawake sasa hapo ni kona moja tu nakumbatiwa. Sasa mwanamke lazima awe na moyo pana kidogo. Huwa hajisikii vibaya maana anajua niko kikazi. Ila kuna muda huwa mnapelea, pengine unaamua kumpiga au labda kuchukua namba za hawa nao kusupport. Pengine unaweza kuchukua kutokana kwamba si mashabiki. Wale tunawaitaga mashabiki. Nyimbo ya kwanza nilitumia nyimbo ya kwanza kwa kwamba ubu malaya bubi mwana mendo ilelo na kuwile. Ubu malaya bubi mwana mendo ilelo na kuwile. Abingi twabajika kulwa kukija kwigwa yababile. Ni wasawa kupepeta. Tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana na mwamba, senior engineer, Padra Kiaya. Bwana, hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu. Sisi issue zetu ni kushare na wasanii wa nyimbo za Kisukuma. Leo tumebahatika kumtafuta mwamba na kwenda kwa jina la Siliane. Ndio tutakwenda kufanya naye mastori hii leo. Itemo ndio jina langu. Bana, tuko na mwamba. Mambo vipi? Mambo poa kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Uko vizuri kweli? Sana kabisa. Kweli? Kabisa. Testi kakipanda hivi. Asante sana. Anguna kukinya kimayo wana mela ukuyushi yanulu nalimala sawati kumachimbo na aja kukacholisho nalipandika na kwenela hakwina ntaji wandya byashala hangi ubinkale kitinya lukala ulunaliyomba na ngolipala chaga mali. Ewana imetosha. Ewana kama mbavyo nimekujuza bana, tuko na mwamba, msanii wa nyimbo za Kisukuma. Anakwenda kwa jina la Siliane. Tuko naye leo kwenye mitaa yetu, tumebahatika kukutana naye. Ikabidi tushare naye mambo fulani. Kwa hawa ambao hawakufahamu, unaitwa nani, umetokea wapi na ulianza mwaka gani kuimba? Asante sana. Mimi kwa wale ambao hawanifahamu, naitwa Siliane Madebe Jinasa. Niko hapa Masumbwe mjini, lakini pia nimeanza nyimbo za Kisukuma za asili mwaka 2020. 2020. Moja kati ya nyimbo ya kwanza ambayo uliimba, ya kwanza karibu uitesti kidogo. Asante sana. Nyimbo ya kwanza nilitumia nyimbo ya kwanza kwa kwamba ubu malaya bubi mwana mendo ilelo na kuwile. Ubu malaya bubi mwana mendo ilelo na kuwile. Abingi twabajika kulwa kukija kwigwa yababile. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Na ulirekodi na ukaitoa au haukuirekodi? Nilirekodi ila sijaitoa video. Haujaitoa video. Ndiyo. Ila ipo. Unapokuwa unasikiliza inakuwaje? Kwa sababu wasanii wanao wengi wanakuwa wanasema nyimbo ya kwanza huwa sio. Wewe unapokuwa unasikiliza ya kwanza na hizi ambazo uko nazo hivi sasa unakuwa unaona tofauti? Kwa kweli upande wangu nasema nyimbo za kwanza kama mimi msanii naona kama vile naziona kama vile ziko chini vile. Ila wale mashabiki wengine wanasema bwana, na zile zilikuwa ni ngoma kali sana. Ziko sawa. Moja kati ya changamoto ambazo mnakuwa mnazipitia wasanii ni zipi? Changamoto za kwanza, wasanii tunahangaika sana ambao tuko chini kwa kweli. Tuwasiane kama msanii anapokuwa anaanza hajajua mbele yake aendako, hajafikia kiwango anachokitaka yeye. Tunapitia changamoto nyingi kwa kweli. Kwa nini mnapitia changamoto? Kwamba mnakuwa hamjui kuimba au kwamba mnakuwa hamna nini? Cha kwanza unaweza kukimbilia studio kubwa. Mfano unaweza kukimbilia Mbasha, Atitoni Record, ukakimbilia iRecord. Ili ukifika pale unajua kwamba kuna producer ambaye yuko vizuri. Yaani beat lake tu kilisikiliza unasema nikipigia pale unyama. Unyama. Kwa hiyo inabidi uende pale. Ukifika pale beat lako linakuwa liko chini. Maana yake umekutana na producer akakudharau maana wewe ni msanii wa chini. Kwa hiyo hawezi akakupigia beat ambalo limetulia. Mara nyingi ni kuburuzia tu basi. Kwa sababu ya ulivyo wewe. Kwa sababu ya jinsi wewe ulivyo kwamba ni mdogo. Hivi unapofika studio kwa mara ya kwanza, tuchukulie kwenye hizi studio kubwa. Maana wewe pia umewahi kufika kwenye studio kubwa. Sawa. Swali gani ambalo huwa wanauliza na huwa wanaaminije kwamba wewe sio mkali sana, bado mdogo? Swali la kwanza unapofika unaulizwa kwamba wewe ni mwimbaji. Ndio. Unaitwa nani? Ndio. Mbona sijawahi kukuona?
Tena kwa maswali yao yanakuwa ni yale, alafu yanakuvunja moyo. Wanauliza kwamba wewe ni msanii, unaitwa nani? Mbona sijawahi kukuona wala kukusikia tu hata mtandaoni? Anahoji producer. Anahoji producer. Kwa hiyo swali ni kama limekuua hivi. Yaani hilo swali atakapokuwa amekuuliza hayo maswali, tayari moja kwa moja ameshakutoa kwenye mood. Kwa kuna na kitu kwenye moyo, ni kama unafikiria kurudi hivi. Alafu mara nyingine sasa unajikuta kazi unatengenezewa na producer mpaka unafikia mahali mpaka mnachukizana. Pale kwenye hiyo studio kubwa. Pale kwenye studio kubwa. Maana yake sasa unajikuta unapiga nyimbo ambayo ulipokuwa umeenda na mood ya uimbaji unahamishwa kabisa. Kitu gani sasa ambacho unawashauri wasanii wadogo ambao wanajitafuta kwamba ni kitu gani ambacho wawe nacho ndipo waende kwenye hizo studio kubwa? Mimi nafikiri wasanii wanaoanza kazi ya muziki na wanaupenda muziki waanze na studio za nyumbani kwanza. Yaani tuseme kama nyumbani kwenu kuna studio, hebu deal na producer mmoja kwanza. Anaweza kukusaidia kusababisha kufika hata sehemu unayohitaji. Studio kubwa zinawatoa wasanii au studio kubwa hazitoi wasanii? Mimi nikiangalia sana msanii anatolewa na studio zile ndogo za chini. Maana anapoenda kule tayari alishaiva tayari moja kwa moja. Anaweza kuimba. Kwa wasanii hawa ambao wanatutazama hivi sasa, unawasihi na kuwaomba wakaze kwenda hizo studio ndogo? Wakaze sana. Yaani mimi mwenyewe nashukuru sana studio za kawaida hizi za chini. Maana baada ya kwanza kuingia studio zile kubwa nimeanza na studio za chini sana. Na mpaka nikatambulika vizuri sana, viongozi wote wakanielewa. Kwa hizi studio za chini. Studio za chini za kawaida tu kabisa tunazoziona kwamba sisi tunazizalau, tunazichukua za kawaida, lakini hizi studio zile tunazozichukua za kawaida ndio zinazotulia sisi wasanii wa chini. Bana, anakwenda kwa jina la Sidiane, ni moja ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Unaweza kaingia pia kwenye mitandao ya kijamii ukiandika Sidiane Mwana Madebe Jinasa. Ngoma zake ziko hapo na utaendelea kuenjoy. Moja kati ya ngoma ambazo umezitoa mwaka huu ni ipi ambayo unaikubali zaidi? Kuna nakutana na wasanii wengi wanakuwa wanasema ngoma zote wanazikubali. Ngoja niguse hata tatu hivi. Karibu. Ya kwanza nisema biashara jafigo babehijengire higete. Biashara jafigo babehijengire higete. Abantu bali yusinzwa jinji wa Josephigo. Hiyo ni ya kwanza. Naam, ya pili welelo na buju nene ubudula wanena nali Mungu na buju nene lizikiria nena nali unene na kutuma magi milimo ishikolo natashibonaga abangi bakutuma magi milimo ishikolo kabintaga asante sana. Ya tatu nakuja inayofuata inaitwa tano. Nakumbuka sana kwenye kipindi cha tano enzi za miaka 30 tulikotoka kule. Ulikuwepo? Miaka hizo sasa baada ya kukua nikakutana na mabibi ndio wakaanza kunipa historia. Kwa hiyo kabidi uguse kidogo. Nikagusa kidogo. Karibu. Hongera tano kubyalo mwana wa Nizamu. Hongera tano kubyalo mwana wa Nizamu. CCM alina Nizamu Isa katwenja na mjamu. Ikaletwale na mateso mingi n'abantu aho elitanwa Tanganyika twatunga gwa matimba twaja kukagujiwa Abafrika. Bana, huyu ni Sidiane mtazamaji, kama ambavyo nimekujuza. Sidiane kuimba unajua na una uwezo mkubwa. Sasa kitu gani wasanii kinawafanya wasitoke na wanajua kuimba? Cha kwanza nitazungumzia mambo ya niseme mambo ya riziki. Kwamba mnakuwa hamna fedha. Hatuna fedha, alafu unakuta una mdhamini wa kusupport kwa haraka. Mdhamini wa kipi? Kwa sababu kuimba unakuwa unajua. Mfano mdhamini wa kwanza ni wa pesa ambaye ni mtu mwenye mali. Naam, ambapo fedha zake zitajikita kwenye nini? Zitaelekea kwenye nini? Zitaelekea kwa mfano studio, sana tuzungumzie studio. Naam. Alafu zitaelekea kwenye masuala ya director kama kushuti. Naam. Pamoja na kukupeleka sehemu za mfano kwenye mashow. Naam. Basi moja kwa moja ndio pesa zake zitatumika kwa namna hiyo. Ikitokea amewekeza fedha zake kwako, sawa, anazipateje? Maana yake anapowekeza fedha kwa mfano upande wangu mimi kama msanii. Tunapoingia kwenye show. Naam. Moja kwa moja nitapiga show, halafu pesa zake atakuwa anachukua na mimi za kwangu ananibalance kutokana kwamba sina nguvu.
Hebu niweke vizuri hapa Siriane kwamba ukiimba vizuri, ukatoa video nzuri, tayari ni safari ya kuelekea show au kuna kitu gani kingine? Nikitoa video nzuri nayo na nyimbo nzuri. Na nyimbo nzuri. Tayari unakuwa mwimbaji bora au kuna kitu gani tena kinahitajika? Pale kunahitajika kuwa na mtu tena nyuma yako ambaye atakuwa anakupanga kwa ajili ya kutengeneza kitu kizuri zaidi ya kile ulichokutengeneza. Ujalielewa vizuri swali langu kwamba ukishamaliza kutengeneza video, mfano umepata manager mwenye fedha. Ndio. Ukatoa video nzuri na ukawimba vizuri, kwa sababu kama wewe unaimba vizuri sana. Sawa. Kitu gani tena ambacho kinakufanya kwenye show usifanye vizuri? Kwa sababu tunakuwa tunaona wasanii wanaingia kwenye show na show zao hazijai. Ni kitu gani sasa ambacho okay, asante. Pale bana, kinachofuata kingine lazima utumie mambo ya kiasili. Unamaanisha nini? Namaanisha dawa. Maana dawa na Mungu zinaendana. Kipi kianze? Ifweza au mwimbaji au dawa? Yaani kipi kianze kwa msanii? Kinachotakiwa kianze kwa msanii, kinatakiwa kianze fedha. Ianze fedha kwanza. Maana kama mtu msanii anaweza kuimba vizuri, kuperform kwenye studio yoyote ile. Kwa hiyo lazima anapokuwa na fedha ndivyo atafanya kazi yake. Kwa hiyo manager ambaye amekuja na fedha zake bado ni bure kama hatuna dawa. Kama hatuna dawa bado ni bure, atakukimbia. Bwana, huyu ni Siriane mtazamaji, kama ambavyo nimekujuza, tafuta nyimbo zake kwenye mitandao ya kijamii, andika Siriane hapo Madebe Jinasa ili uweze kuungana naye na uendelee kupata burudani. Nyimbo zako mara nyingi tofauti na ya Tanu nimeziona zinazungumzia wanawake zaidi. Kwa nini? Mimi bwana nilipenda kupiga hizo ngoma kwa sababu maana kipindi unajua wakina mama nao wanachangia kwenye masuala yetu. Naam. Unajikuta unamwamini mwanamke, unaenda zako studio, unakuta huko naye akashabeba kila kitu, kashaondoka. Kwa hiyo unajikuta ishawahi kukutokea au huwa ni idea? Yaani pamoja na mimi, lakini pamoja na wenzangu wadau washauri wangu wanakuambia bwana tupigie na hii. Hapa iguse. Tupigie na hii bwana. Sawa. Hizo ni ngoma ambazo umekwisha kuzitoa. Moja kati ya ngoma ambazo ziko moyoni na haujatoa ni ipi? Unaweza kutuonyesha kidogo? Japo nasikia huwa wanachukua mistari wadau. Sawa, ambayo iko moyoni nategemea kuitoa. Moyoni ambao nategemea kuitoa. Sawa. Hii hapa ipo inasema ngoja niitafute kidogo nikiwa naipitia taswira. Sawa, tatizo tuko tunakusubiri. Bana, ni mwamba anakwenda kwa jina la Siriane, anavuta hisia na atujuze ngoma ambayo iko moyoni haijatoka kabisa. Tunaisikiliza hivi sasa, karibu. Basi nimeshaipata. Tingi nadanya hinga ya hasimbi na jane jizunye pyumse. Tingi naganya hinga ya hasimbi na jane jizunye pyumse. Bwana, huyu anakwenda kwa jina la Siriane. Siriane, umetujuza kwamba ili uende kwenye show na ufanye poa. Mwaka jana ulikuwa kwenye show. Ndio. Na show zilifanya poa. Sawa. Moja kwa moja inanipeleka kwamba uko na mganga. Anaitwa nani na anapatikana wapi? Kwa kweli mimi mtaalamu ambaye anaweza kuwa ananisaidia, bahati mbaya alinikataza nisizungumze mtandaoni. Kwa hiyo hapo itakuwa ni siri yangu. Inakuwa ngumu, ila uko naye mmoja huyo au una wengi? Kusema kweli mimi nina mmoja tu peke yake. Ikitokea hayupo na yuko safari na kuna changamoto imekukuta, huo unafanyaje? Au una watoto wako? Huwa natumia na mimi sasa zilizofundishwa nazo. Na mimi najaribu kujichallenge mwenyewe. Namba zako za simu kwa hao ambao wanatutazama? Namba zangu za simu bwana ni 0682202026. Nirudie. 0682202026. Kitu gani ambacho kikitajwa popote kukuhusu wewe huwa kinakukera? Kwa kweli mimi huwa kwanza sijisikiagi tu nikiwa nyumbani kwangu. Nasikia anapigwa mwingine tu muziki. Nyimbo yangu siisikii, alafu nasikia tu mwingine ndo anapigwa kwangu mwenyewe. Wala anakwenda kwa jina la Siriane. Moja kati ya vitu ambavyo havielewi, yani mpaka pale nyumbani anapokuwa nasikia ngoma za wasanii wengine. Kwa hata Bongo Flava. Yaani huo ubariki. Yaani sibariki kabisa kwa siafiki. Bwana, mambo ni mazuri sana. Ingia YouTube hapo, dondosha comment yako hapo chini. Huyu ni mwamba anakwenda majira ya Siriane, anasema akiwa nyumbani kwake tunapokuwa nasikia ngoma zingine amani huwa inapungua. Mwaka huu ni kama tunaelekea kwenye show sasa, maana kumepambazuka. Unaanzia wapi mwaka huu? Nisaidie kupokea simu yangu.
Asante. Mwaka huu bwana, nafikiri tuanze tu na mwaka ambao tumeanza nao, tumepitia tu mambo ya ngoma za uchaguzi. Nihitaji kutengenezea ngoma za uchaguzi kuanzia serikali za mitaa, nimefanya vizuri. Kwa kweli walinipenda, na tokea hapo wakaanza kunikutanisha na manaibu waziri, wakanikutanisha na maneki wa kimkoa pamoja na Chama cha Mapinduzi Shemeji, huwa anakuchukuliaje pale unapokuwa una perform na wanawake wanakuja kukusupport unapokuwa kwenye show? Tuseme kwenye hilo kwanza tu napendaga kumsii sana mke wangu kwamba awe na moyo mpana sana, kwa maana sisi tunapokuwa tumetoka nyumbani, tumetengenezwa, tumesetiwa, tumesuka kama hivyo unavyoona hivi. Ndio unakuwa yaani wanawake sasa hapo ni kona moja tu nakumbatiwa. Sasa mwanamke lazima awe na moyo pana kidogo, huwa hajisikii vibaya, maana anajua niko kikazi. Ila kuna muda huwa mnapelea, pengine unaamua kumpiga au labda kuchukua namba za hawa na kusupport. Pengine unaweza kuchukua kutokana kwamba si mashabiki wale tunaoitaga mashabiki. Ni wasawa kupepeta. Tunawachambua wasanii mbalimbali, kazi za wasanii, madirekta, maproducer na wadau mbalimbali wa muziki wa asili. Hapa utakutana na mwamba, senior engineer Padra Kiaya. Bwana, hapa ni mwendo wa kuwapepeta tu.